Yani kwa muhtasari, nasikh na mansukh ni nini? Ni kwamba imekuja sheria ikafanya kazi, halafu baada yake ikaja sheria nyingine ikaiondoa ile sheria iliyotangulia ikaweka sheria nye. Na katika kuondoa kuna namna nyingi. Inaweza ikaondoa ikaifuta kabisa isiwepo sheria, au inaweza ikaleta sheria nyingine. Kwa hivyo yote hayo ni katika kufuta sheria. Hasa leo tunaisoma nasikh na mansukh katika fani ya hadithi. Taarifu nasikh, utambulisho wa kufuta. Lughatan, katika lugha ya Kiarabu, lahu maana, yani huku kufuta kuna maana ngapi? Kuna maana mbili. Katika lugha ya Kiarabu neno nasikh linaleta maana ngapi? Mbili kwenye matumizi ya lugha. Al-izalatu, la kwanza kuondoa. Al-izalatu, kuondoa, kwamba kitu kilikuwepo sasa kimefanyaje? Kimeondolewa. Izala. Kwa hivyo nasikh huwa al-izala. Nasikh maana yake ni kuondoa. Wa minhu, na ikiwemo katika matumizi ya lugha kusema nasakhati shamsu dhilla, limeondoa jua kivuli. Jua limeondoa nini? Kivuli. Kwa maana kuwepo kwa jua ni kuondoka kwa nini? Kwa kivuli. Kwa hivyo ile nasakhati shamsu dhilla katika Kiarabu fasaha inasemwa hivyo, kwamba jua limeondoa nini? Limeondoa kivuli. Kwa hivyo ile nasakha inakuja katika maana ya kuondoa. Ai, kwa maana azalathu, hilo jua limekiondoa hicho kivuli. Azalati shamsu dhilla, limeondoa jua kivuli. Azalathu, kwa maana ya kwamba limekiondoa kivuli. Hiyo maana ya kwanza ya nasikh, kuondoa, ikuwepo kitu ukakiondoa. Wanaqlu, na maana ya pili ni kuhamisha. Kwa kile Kiswahili cha kule Kenya, hasa Mombasa na Lamu, kugurisha. Kugura ndio kuhama. Kule nilikokuwa nikiketi zamani ninagura, sasa nahamia kwingine. Nagura maana yake nahama, kugura. Na hata katika baadhi ya maeneo ya Pemba kaskazini zamani ilikuwa inatumika neno kugura kwa maana ya kuondoka, kuhama. Nafikiri kwa nini lile guruguru likaitwa guruguru, kwa sababu labda linahama kila wakati vipi. Na mguu vile vile wengine sema maguru yani uma, yani miguu, na yule anaitwa kiguru kwa sababu ana tatizo la mguu. Na mguu ndio unafanya kazi ya kugura, ya kumondoa mtu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hivyo an-naqlu, kugura au kuhama kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Wa minhu, ikiwemo nasakhtul kitaba, nimekikopia kitabu, nimekigurisha, nimekinukuu. Maana yake zamani ilikuwa hakuna mashine za kuchapisha vitabu. Mtu anaandika kitabu anakitunga kwa mkono, alafu baadaye naye anayekuja anakiandika kwa mkono. Ndio kazi ilikuwa. Na mpaka leo vitabu vile vya asili hasa vya uganga vimeandikwa kwa mkono, vingi vya asili. Toli, si unacho kimoja cha urithi au huna kile kilichoandikwa kwa mkono? Cha uganga, heading zote zimeandikwa kwa wino mwekundu. Alafu yale maelezo ndio wino mweusi, wanatumia wino wa ngisi au ule wanakiita kivi cha ngisi, na wanatumia vitu vingi. Mwanzi na kikombe ya kuchovea. Sasa zamani ilikuwa mtu anakwenda ananukuu kitabu anakiandika kwa mkono chote. Unajua kama mashaka wa zamani walipata tabu kubwa sana. Si hapa sasa hivi nyote mmenunua vitabu mmekaa tu hamjaandika chochote mnasoma. Zamani unataka kwenda kusoma unakiandika kitabu kizima chote kama hichi chote ukiandike kwa mkono wako kutoka kwa mwenzio. Au kila likija somo unaandika masomo yale matatu ya mbele yale. Yakimalizika unaandika tena hivyo, unamfukuzia mwalimu. Ndio ilikuwa kama skuli tulivyosoma sisi zamani, mambo ya shule. Zamani kwa kuandika sana, siku hizi watu hata huko shuleni hawaandiki sana siku hizi skuli. Watu hawaandiki sana siku hizi. Siku hizi ni kutoa mafotokopi tu na manini, unamkuta mtu kafika mpaka form 6, ukimwambia andike paragraph 2-3 kachoka, hawezi. Mkono unamtoka jasho. Anaweza kuchezea laptop tu papa kila kitu anapiga kwa vidole, lakini kuandika sasa hivi unajua uandishi umepungua sana nguvu. Watu kuandika kwa mikono yao imepungua sana, lakini zamani ilikuwa kuandika ni kazi moja kubwa sana. Kwa hivyo kitabu kizima unakiandika. Mtu kama kasoma vitabu 10 vyote kaviandika kwa mkono wake, vitabu 10, na kitabu hakipungui peji 100.
Kwa hiyo kama kasoma vitabu kwa hivyo kuandika peji 1000 huyo sio mchezo. Ndio maana walikuwa zamani wana uwezo mkubwa wa kuandika watu. Yaani siku hizi tumefungwa. Ndio haya mambo, teknolojia inakuja na faida zake na inakuja na hasara zake. Zamani watu walikuwa na uwezo wa kutembea kwa miguu masafa marefu. Siku hizi hapo na hapo daladala, hapo na hapo bodaboda, hapo na hapo lifti. Watu wa zamani wanatembea kilomita 10, 20 na mzigo kichwani. Wala wasiwasi hana, miguu inakuwa imara, shingo. Wale mama zetu wa kuweka mzigo shingoni alafu wanatembea wala haitikisiki ile. Shingo iko hivi vivinyoka, wako wapi siku hizi? Umalizika wale. Sasa mpe hando mtu, aliweke kichwani hando. Hapo na pale analibwaga. Linamwanguka ule mtungi ule wa Kihindi ule wa shaba wa bati. Hawezi kuweka kichwani. Sasa tumebadilika, sasa tumekuwa watu ambao tunategemea vitu zaidi kuliko sisi wenyewe na miili yetu. Ndio tulivyo. Na huko tunakokwenda mbele dunia inazidi kwa hivi. Watu watategemea zaidi vitu kuliko miili yao wenyewe, kuliko viungo walivyopewa na Mwenyezi Mungu. Haya, hilo lilikuwa ndokezo katikati ya somo, turudi. Kwa hivyo idha naqaltu ma fihi, nitakaponukuu yale yaliyomo ndani, nasema nasakhtu alkitaba, nimekikopia nini? Kitabu, nimekinukuu kitabu. Ndio yale tunasema. Zamani ulikuwa hujaenda, umeuma kidogo shule siku 2 3, unaomba madaftari ya wenzako. Halafu unakaa nyumbani unaandika masomo yote yale uliyoandika. Siku hizi unafanya nini? Ukiomba unakwenda kutoa photocopy. Huandiki. Unakwenda kutoa photocopy. Basi unachukua photocopy unakuwa nazo zile. Zamani lazima ukae na kalamu uandike yale yote ambayo yamekupita. Na ndio maana hata katika khati watu wa sasa wana khati mbaya zaidi kuliko watu wa zamani. Katika ule uandishi wanaandika vibaya zaidi watu wa sasa kuliko watu wa zamani. Watu wa zamani wanaweza kaandika ukapenda kutizama barua aliyoiandika. Mimi marehemu babangu alikuwa na khati akiandika utapenda. English yake ni Oxford ile zamani. Yale ma-S yake anavyoandika na nini, basi unapenda wewe utachukua ile aloandika barua unaibandika ukutani unaitizama tu. Vile sasa hivi hatuwezi kuwapata wale watu. Hati zile zote na sanaa yote imefanyaje? Imepotea. Haya. Kwa hivyo hiyo ndo maana. Fakaanna an-nasikha, kama kwamba basi mfutaji kad azala al-mansukha, ameondoa kilichofutwa, au nakalahu ila hukmin akhar, au kakinukuu kwenda kwenye hukumu nyingine. Na hapa ndo kadokeza jambo ambalo kwenye fani ya usul fiqh linaelezwa kwa ufasaha kwamba naskhi inakuja katika namna mbili. Unafuta kwa kupeleka kwenye hukumu nyingine, au unafuta bila kuleta hukumu yoyote. Naskhun ila badalin wa naskhun ila ghairi badal. Yani unafuta sheria alafu huweki sheria nyingine, inaondolewa tu ile sheria ile kwa mwanzo basi. Au inaondolewa sheria kwa kuletwa sheria nyingine. Kwa hivyo tunakuja namna mbili, naskhun ila badalin wa naskhun ila ghairi badalin. Kufuta kwa kuleta mbadala, au kufuta kwa kuto kuleta mbadala. Ulete mbadala wote, unafuta tu basi sheria hii haipo tena. Au sheria hii haipo, itatumika nyingine badala ya zote zinakuja. Istilahan katika mapatano ya fani hii sasa, watu wa mustalah wal hadithi wakisema nasikh na mansukhi wanakusudia nini? Wanasema an-naskhu raf'u shari'i, kuondoa muweka sheria, hukman hukumu minhu kutoka kwake, mutakaddiman iliyotangulia, bi hukmin kwa hukumu minhu kutoka kwake, mutaakhiran iliyochelewa. Kasema mutaakhirin huyu badala ya mutakaddiman. Kwani nyewe kaweka alifu baada huko? Hakuweka. Bi hukmin mutaakhirin, sawa. Raf'u shari'i, kuondoa muweka sheria, hukman hukumu minhu itokayo kwake, mutakaddiman iliyotangulia, bi hukmin minhu kwa hukumu kutoka kwake yeye, mutaakhirin iliyochelewa. Yule aliyeweka sheria anaiondoa sheria iliyotangulia kwa kuweka sheria nyingine iliyochelewa. Lakini lazima afanye yule mweka sheria, maana nguvu ile. Yaani kama Mwenyezi Mungu kaleta sheria, halafu aiondoe sheria ile iliyoleta mwanzo, aiondoe kwa nyingine itakayokuja mwisho. Na kama ni Mtume SAW, basi yeye kaweka sheria, halafu aiondoe sheria yeye mwenyewe aliweka kwa ile iliyokuja mwisho, aiondoe ile iliyokuja mwanzo. Ndio maana kuna mjadala mkubwa katika usul fiqh kwamba Mtume SAW anaweza kufuta jambo ambalo limewekwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu si yeye aliyeliweka, analifuta vipi? Sasa akipewa wahi na Mwenyezi Mungu itakuwa kafuta Mwenyezi Mungu, sio yeye katoa taarifa tu. Aloweka sheria ndo afute sheria ile. Ndio maana katika dunia tunakwenda kwamba sheria iliyopitishwa na baraza la wawakilishi itafutwa na baraza la wawakilishi. Sheria iliyowekwa na bunge itafutwa na nini? Na bunge.
chombo kile kile kilichoweka sheria ndio kinachofuta sheria, au mamlaka ya juu zaidi inaweza kufuta sheria iliyotungwa na mamlaka ya chini. Kwa mfano manispaa wanaweza kutunga sheria ya kanuni ya manispaa yao, lakini baraza la wawakilishi linaweza kuifuta sheria iliyotungwa na manispaa, kwa sababu baraza la wawakilishi liko juu ya manispaa na bunge liko juu ya manispaa au halmashauri. Kwa hivyo angalau yule anayefuta awe ndiye yeye aliyeweka sheria, au yuko juu zaidi kimadaraka, kimamlaka kuliko yule aliyeweka sheria. Tumefahamiana? Hata ofisini ati kama wewe ni karani alafu ukaweka utaratibu alafu bosi akaja, si anaweza kufuta? Kwa sababu bosi yuko juu yako. Lakini sio mdogo hawezi kufuta sheria. Unaona kazi hiyo? Kwa hiyo hapa tuko kwenye mambo ya sheria za dunia, sheria za dini, zote hapa tunazisoma kwa ujumla wake katika nasikh na mansukh. Lakini leo tunajikita katika fani ya hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi. Ahamiyatuhu, umuhimu wake fani hii, wa suubatuhu, na ugumu wake. Ni muhimu lakini pia ni ngumu, tufahamiane, si kitu rahisi sana. Wa asharul mubarrizina, na walio mashuhuri waliochomoza fihi, katika fani hii. Baraza kuchomoza, wa baraza sallallahu alayhi wasallam, wa barazu lillahi alwahidil qahar. Na tumesema neno baraza hata ile Kiswahili imeitwa baraza kwa sababu inachomoza, inatokeza, haijifichi. Kwa hivyo ahamiyatuhu yeye itiwe shadda kwa sababu ya nisba. Ahamiyatuhu, umuhimu wake. Wa suubatuhu, na ugumu wake. Wa asharul mubarrizina fihi, na mashuhuri waliochomoza katika fani, walioibuka videdea katika hii fani wakaonekana wameimudu ni nani na nani. Kwa upande wa hadithi, waliojua hadithi nasikh ni ipi na hadithi mansukhi. Maarifatu nasikh alhadithi min mansukhihi, kuijua iliyofuta hadithi na ile iliyofutwa. Fannun muhimun. Hapa Kiarabu na Kiswahili vinasema sawa sawa. Fannun muhimun, na Kiswahili tunasema fani muhimu, ndio yale yale. Sasa mkiambiwa Swahili nyewe mmechukua kwa Waarabu mnaanza kukasirika. Si hapo iko wazi, fannun muhimun, nyewe mnasema fani muhimu. Nani kamuibia mwenzio maneno? Kwani Waswahili ndio waliokwenda Arabuni au Arabu ndio waliokuja Uswahilini? Waarabu ndio waliokuja Uswahilini, si Waswahili ndio waliokwenda Arabuni. Waswahili kwenda Arabuni wamekwenda baadaye, lakini Waarabu wamekuja kwanza huko Uswahilini. Kwa hivyo Kiarabu ndio kilichosaidia Kiswahili, sio Kiswahili kusaidia Kiarabu katika eneo hili. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo Kiswahili kimesaidia Kiarabu, inawezekana. Wanataka utafiti, lakini katika eneo hili Kiarabu ndio kilichosaidia Kiswahili. Fannun muhimun, ni fani muhimu, lakini saabun, ngumu, si nyepesi. Na ndio tumesema kwa mama gumu vile vile watu wajifunze. Sio kila siku watafute watu mambo mepesi tu. Na magumu yasomeshwe. Ndio kama hivi sasa tunaisomesha hii fani. Na ugumu wake musalah hadithi, lakini tunaisomesha. Mtu mwingine anasema, "Sheikh Saba akaenda kachukua musalah hadithi anafundisha pale msitu mchangani." Unafikiri watafahamu watu? Unawadharau hao watu wanakuja kusikiliza hapa. Kwa nini wasifahamu? Na wao ni binadamu. Kwani hizi fani zimetungwa kwa ajili ya majini? Zimetungwa kwa ajili ya binadamu. Ndio hawa si wafahamishwe, wafahamu. Hakuna haja kukatishana tamaa. Fannun muhimun, sa'abun, ngumu. Faqad qala az-Zuhri, kwani amesema bwana Zuhri, na tumemsema Zuhri ni nani huko nyuma, tumemgusa kidogo katika matabina, mwalimu wa Imam Malik. Na Zuhri kasoma kwa masahaba huyu Ibn Shihab az-Zuhri. Kasema a'ya al-fuqaha, imewachosha wanafiki. A'ya, imewachosha wanafiki, au pia kwa neno nyingine imewasumbua. Ndio ile walam yahya bi khalqihinna, na Mwenyezi Mungu hajasumbuka au hajachoka kwa kuumba mbingu na ardhi. A'ya al-fuqaha, imewachosha wanafiki. Wa a'jazahum, na imewashinda an yaarifu, kujua nasikh al-hadithi, hadithi ni mansukhi, nasikh al-hadithi ni mansukhi. Ndio maana hata kwenye fiqh wakati mwingine umetokea hali ya kubabaika kidogo kwa sababu ya kutokujua ile nasikh ni ipi na mansukhi ni ipi, wakafika mahala wakapata tabu. Kwa hiyo wasema moja katika eneo ambalo limewasumbua watu wanaosoma sana sheria za Kiislamu, wanaosoma sana fiqh, ni eneo hili la nasikh na mansukhi, hasa kwenye hadithi. Wa asharul mubarrizina, na mashuhuri waliochomoza fihi, katika fani hii, huwa al-Imam Shafi'i.
unamkuta Imamu Shafi kidedea kila mahali. Ndio maana nasema hao wenzetu wengine unakaa kaponda ponda tu, maimamu mashehe hawafanyi utafiti wa kutosha katika fani ya elimu. Unifahamu? Halafu tukiwaambia wanakasirika, wanatutuhumu sisi kwamba ndio ambaye tunaripuka hatuchunguzi mambo. Lakini wao wanaonekana ndio watu ambao hawachunguzi mambo vizuri. Huwezi kumponda Imamu Shafi. Unaweza kusema tu hili na hili na hili hatukubaliani naye. Hii ni heshima katika elimu, sawa? Unaweza, kwa lazima ukubaliane naye juu ya kila jambo. Lakini kwa kazi alizozifanya huwezi kumponda na kumdharau, kafanya kazi kubwa sana. Amedhihiri, amechomoza al-Imamu Shafi. Fakad kanat lahu fihi al-yadu tula. Kwani yeye alikuwa ndani ya fani hii ana mkono mrefu. Ana mkono mrefu. Mkono mrefu wao wakitumia, Waarabu hawatumii katika maana hii yetu sisi. Sisi Waswahili sema yule ana mkono mrefu, maana yake nini? Anapiga sana wenzake. Ana mkono mwizi. Kwa hiyo katika Kiswahili kusema huyu ana mkono maana yake mwizi. Ana mkono mrefu maana yake anapiga wenzake sana. Kwao ana mkono mrefu maana yake ana mchango mkubwa. Za kila lugha ina tamaduni zake za kusema, Sio ukatafsiri neno kwa neno alafu ukafikiri kwamba Kiswahili ndio lala uchinjwe. Hilo jambo jingine. Aliyadutula. Wasabiqatul ula, na utangulizi wa mwanzo kabisa. Utangulizi wa mwanzo ni katika watu wa mwanzo kwenye wanazuoni wa Kisunni kuandika katika fani hii ya nasikh na mansukh kwenye hadithi, al-Imamu Ash-Shafi'i. Qala al-Imamu Ahmad, kasema al-Imamu Ahmad ambaye ni mwanafunzi wa Imamu Shafi'i, na tumesema kwamba Imamu Ahmad naye kafundisha Bukhari na nani? Na Muslim, Kwa hivyo utakuta tena Bukhari na Muslim ni wanafunzi wa Ahmad, na Ahmad ni mwanafunzi wa Shafi'i, na Shafi'i ni mwanafunzi wa Malik. Kwa hivyo ukimponda yoyote katika hawa itakuwa hujajua heshima zao hawa baina yao wao kwa wao. Qala al-Imamu Ahmad, kasema al-Imamu Ahmad ibn Wara, kumwambia mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Wara, alikuwa mwanafunzi. Wakati kadima min Misra, naye amekuja kutoka nchi ya Misri. Akamuuliza, katabta kutuba Shafi'i, umeviandika vitabu vya Shafi? Ndio yale tunaosema zamani kwa watu vitabu wanaandika kwa mikono. Je, ushapata vitabu ukanukuu vile vitabu vya Shafi alivyoviandika, ukaviandika kwa mkono wako ukavichukua? Tumefahamiana Akamuuliza, qala la, akasema bado sijaviandika vitabu vya Shafi. Qala, akasema farrata, umepitiliza. Yani hasa kwa neno jingine umefanya uzembe, umezembea. Farrata yufarritu, tafrita, kupitiliza au kuzembea. Mujmal na mufassar, wala nasikh alhadithi min mansukhihi, wala iliyofuta hadithi na iliyofutwa, hatta jalasna Shafi'iyya, mpaka tulipokaa na Imamu Shafi'i ndio tumeweza kufahamu mambo haya katika hadithi. Wewe tena vitabu vyako hujaandika vipi wakati unaonekana Shafi'i shakufa? Ndio maana namwambia andika vitabu vyako upate hiyo faida. Sisi tumekaa naye tumefaidika. Narudia maneno, ma alimna almujmala min almufassar, hatujajua mujmal kutoka kwenye mufassar. Na mujmal na mufassar ukizitaka kwenye usul fiqh utazikuta. Mujmal ni aya au hadithi iliyolisema jambo kwa ujumla, haijatoa details, haijatoa ufafanuzi. Mufassar ni ile ambayo imetoa ufafanuzi. Kwa hivyo ziko zimeeleza kwa ujumla na ziko zimeeleza kwa ufafanuzi. Hatujajua zile ambazo zimeeleza kwa ujumla na zile zilizoeleza kwa ufafanuzi mpaka tulipokaa na Shafi. Na hatujajua zile ambazo zimefuta na zile zilizofutwa mpaka tulipokaa na nani? Sasa ndio haya tunasema wenzetu wanakasirika kwamba huwezi kumdharau Imamu Shafi. Unaweza kusema tu eneo hili na hili hatukubaliani naye kwa hoja hizi na hizi, sawa, lakini si kwa namna ya kumdharau. Kafanya kazi kubwa. Na hata wewe utakayesema, kwani huwezi kuwa kuna maeneo watu baadaye wakaja wakasema hatukubali na wewe? Kwani nani maasum miongoni mwetu sisi kwa hakosei? Hakuna. Kwa hivyo heshima ndio kitu kinachotakiwa. Kwa hivyo akasema hivyo, bima yu'rafu an-nasikh min al-mansukh, kwa kitu gani inajulikana iliyofuta na iliyofutwa? Yu'rafu nasikh al-hadithi min mansukhi, itajulikana iliyofuta katika hadithi zile iliyofutwa bi ahadi hadhi al-umuri, kwa moja ya haya mambo yafuatayo. Ya kwanza, bitasrihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuweka wazi mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwamba lile nilikuwa nimekwambieni sasa naliondoa, fanyeni hili. Ka hadithi Buraida, kama hadithi ya Buraida fi sahih Muslim inayopatikana katika hizo Muslim, anasema kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi
fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Hadithi tumeikuta kwenye Bulughul Marami au kwenye nini au na Riyadhus Salihin nafikiri. Tulipita hii katika vitabu Bulughul Marami hata Riyadhus Salihin. Anasema Mtume sallam, kuntu nahaitukum, nilikuwa nimekukatazeni an ziyaratil quburi, jua kutembelea makaburi. Fazuruha, basi yatembeleeni fa innaha tudhakkiru al-akhirah, kwani haya yanakumbusha akhira. Na tulisema sababu zake kwamba Mtume sallam aliwakataza Waislamu kutembelea makaburi kule Maka, kwa sababu walipokuwa Maka kabla hawajahamia Madina, ilikuwa makaburi yake yanachanganya Waislamu na wasokuwa Waislamu, wote wanazika mahala pamoja. Kiswahili cha ndani sege mnege, mambo sege au kule kwetu mkorogo vyogo, mambo yayo kwa yayo, kafiri yuko hapo hapo, Muislamu yuko hapo hapo. Sasa mkifanya ziara ya makaburi na makafiri wakafanya ziara, zile ibada zenu, ziara zenu, dua zenu zinachanganyika, mambo hayatofautiki. Hilo la kwanza. Lakini la pili, na watu ndio kwanza wameingia kwenye Uislamu, na huko nyuma walitoka na mambo ya kikafiri, wanaweza wakaenda pale wakayarudia yale yale yaliokuwa yamekatazwa, itakuwa tatizo. Kwa hivyo akawakataza kabisa kutembelea makaburi. Lakini alipofika Madina, baada ya kuanzisha dola ya Kiislamu, mambo yakawa yamepambanuka, makaburi wa Uislamu yako mbali, yasokuwa Waislamu yako mbali, na muongozo uko safi, akawaruhusu. Kwa hivyo ina maana kauli yake ile ya kuwakataza ilikuwa Maka, kauli ya kuruhusu ikaja ikatokea wapi? Madina. Kwa hivyo ile kauli ya Madina imeifuta kauli ya wapi? Ya Maka. Kwa hivyo ile ya Maka kule ni mansukh na hii ya Madina ni nasikh. Kasema mwenyewe, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, nilikuwa nimekukatazeni kutembelea makaburi, fazuruha, basi yatembeleeni, fa innaha tudhakkiru al-akhirata, kwa sababu haya yanakumbusha akhira. Tu fulani maskini tulikuwa naye kisha kufa fulani, kwa hivyo utakumbuka kwa na mimi nakwenda. Kuondoka kwao si ujinga wao, na kubaki kwangu si ujanja wangu. Kuna watu wanafikiri kubaki duniani wenzao wakafa, wale waliokufa ni wajinga na wao ni werevu, wajanja ati wamebaki. Hakuna cha ujanja katika kubaki, wala hakuna cha ujinga katika kufa. Ni utaratibu aliopanga Mwenyezi Mungu tu, watu waondoke hapa duniani kila mmoja kwa wakati wake, basi hakuna ujanja. Tumefahamiana? Kwa hivyo itakusaidia ile kutembelea kaburi. Kwa hivyo hadithi iko wazi kwa Mtume sallam kafuta msimamo wake wa mwanzo kwa kuweka msimamo mpya. Hiyo bitasrihi Rasulillah, kwa kuweka wazi Mtume sallam. Ba ambao ni B, maana ile alif ni A, biqauli sahabiyin, kwa usemi wa sahaba, kauli ya sahaba, ka kauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kama kauli ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu aliposema, kana akhir al-amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarku al-wudu'i mimma massat an-nar, akhrajahu ashabu sunnah. Jabir anatupa taarifa bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yeye na babake, Mungu awe radhi, wote masahaba hawa. Yeye kasema radhiyallahu anhu, lakini nakumbuka hawa wote wawili ni masahaba radhiyallahu anhuma. Kumbukumbu zangu zinaambia Jabir bin Abdullah yeye na babake wote walikuwa masahaba. Kasema kana akhirul amrayn, ilikuwa la mwisho katika mambo mawili, min Rasulillah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudhu, kuacha kutia udhu, mimma massat an-nar, kwa kile kilichoguswa na moto, kwa maana kilichopikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila kitu kilichopikwa akimaliza anatia udhu, yani kama vile ilichukuliwa kuwa chakula kinatengua udhu. Kama kala nyama ya kuchoma alikuwa na udhu, akimaliza anatia tena udhu. Kama kanywa uji akimaliza anatia nini? Udhu. Kama kala ubwabwa akimaliza anatia nini? Lakini mwisho akaacha tabia hii, kuonesha kuwa chakula hakitengui udhu. Kwa hivyo Jabir bin Abdullah ndo anayetoa taarifa hii, kuonesha kuwa lile la kutia udhu baada ya kula kalifuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo vyake. Kana akhiru, ilikuwa mwisho al-amrayn, wa mambo mawili, min Rasulillah, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudhu, kuacha kutia udhu, mimma massat an-nar, kwa kile kilichoguswa na moto. Akhrajahu ashabu sunani, wametoa hadithi hii ashabu sunan. Anakusudia manake kilichopikwa, kilichoguswa na moto, manake kilichopikwa. Kwa hivyo sahaba anaweza kutusaidia kuonesha hadithi hii ni nasikhi na hadithi hii ni mansukh. Bimaarifati tarikhi,
Jimu hiyo ya tatu ni jimu hiyo, nukta inasahauliwa mara nyingi, inaonekana kama ni he, lakini hiyo ni jimu. Ndio ile abjad a b c d, tunakwenda hiyo ni jimu. Bimaarifati tarikh, kwa kujua historia, kipi kimekuja mwanzo, kipi kimekuja mwisho. Neno tarikh katika lugha ya Kiarabu linaleta maana ya tarehe. Hii tarehe tunayohesabu sisi, tarehe moja, na tarikh inakuja kwa maana ya historia, history. Kwa kujua historia. Ka hadithi Shaddad bin Aus, kama hadithi ya sahaba huyu Shaddad bin Aus aliposema aftara alhajimu walmahjum, amefungua muumika na muumikwa, au mtoa damu na mtolewa damu, au mpiga chuku na mpigwa chuku. Natumia maneno matatu hapa kwa sababu Kiswahili kinakwenda. Wale wa kule wanasema kuumika. Kuumika ni kutoa damu mbovu kwenye mwili, kuchanjwa alafu ikavutwa. Na zile njia za kizamani wanachanja alafu wanakuwekea pembe, alafu wanavuta kwa pembe ile damu ndio inatoka. Kuna njia za sasa hizi, sio wanatumia chupa, wanatumia vigae huko hospitali, wana njia zao mbali. Ndio kuumika au kutoa damu. Aftara alhajimu, amefungua mtoa damu, walmahjumu, na mtolewa damu. Hadithi hii kasema rawahu Abu Daud, chini kaipokea Abu Daud. Nusikha, imefutwa bi hadithi Ibn Abbas, kwa hadithi Abbas na Nabii sallallahu alaihi wasallam ihtajama, kwamba naye Mtume sallallahu alitoa damu, wa huwa muhrimun, na hali ya kuwa kahirimia, saimun, amefunga. Namba 2, hadithi hii kaipokea Muslim. Faqad jaa, kwani imekuja fi baadhi turuki, katika baadhi ya njia, hadithi ya Shaddad anna dhalika kana zaman al-fath, kwamba hilo lilikuwa zama za ukombozi. Wa anna Ibn Abbas, na kwamba Ibn Abbas sahibahu, alifuatana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam hija tulwadai, katika hija ya kuaga. Kwa hivyo hili la mwisho limekuja katika wakati wa hija ya kuaga, lile lilikuwa mwanzo. Ngoja tufafanue kidogo. Hadithi hizi zina mjadala mkubwa sana. Inavyosimuliwa kwenye ile hadithi ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita mahala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akamkuta mtu mmoja anamtoa mwenzake damu, anamchanja na kumtoa nini? Kumtoa damu. Akasema afara alhajimu walmahjum, ameshafungua, hana saumu huyu anayetoa damu na huyu anayetolewa. Sasa pana mjadala mkubwa. Je, kilichowafanya hawana saumu hawa ni kule kutoa na damu, au lilikuwepo jambo jingine alilolijua Mtume sallallahu alaihi wasallam walolifanya hawa ikabidi saumu yao ifunguke, itenguke? Kwa dhahiri hakuna jambo linaloonekana zaidi ya kule kutoa na damu. Ndio maana wakasema ikawa hukumu yake, maana aliyetoa damu na aliyetolewa damu wote wamefungua, na kwa kutoa damu kunafunguza. Lakini kama kutoa damu kunafunguza, huyu aliyemtoa mwenzake damu yeye anafungua kwa sababu hii. Yule aliyetolewa damu sawa, huyu aliyetoa, au kwa sababu ndio kasababisha utokaji wa damu. Unaona bado kuna maelezo. Wengine wakasema kwamba walikuwa wanasengenya wale, akawasikia, na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui majina yao, akasema yule anayemtoa mwenzake damu na yule anayetoa damu wote washafungua kwa kusengenya. Maneno mengi sana yamekuja kwenye hadithi, lakini bahati nzuri tu kwamba Ibn Abbas anaturipotia kwamba katika hija ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohiji ya kuaga, alitoa damu na ikafunga. Kwa hivyo kufunga kutoa damu hakubatilishi nini? Hakubatilishi saumu. Na kwa hivyo ile hadithi ya nyuma, hata ikiwa na tafsiri yoyote ile, itakuwa imeshafutwa, haifanyi kazi. Kwa hivyo hatuletei tabu, ingawa kuitafsiri pia ilikuwa ni tabu kidogo, kwa sababu ina taawili za kila aina. Lakini ala kula hali, hii hadithi ya mwisho iliyokuja Ibn Abbas imekuja wakati wa kwenye hija ya kuaga, ndio iliyoweka msumari wa mwisho katika sheria kwamba kutoa damu hakufunguzi. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo nasikh na mansukhi ndio anaisomesha. Na hii ilikuwa katika hija tulodai. Kwa hivyo kilichosaidia ni ilijulikana zama, muda. Hii Ibn Abbas imekuja mwisho katika hija tulodai, na baada ya hija tulodai Mtume hakuishi muda mrefu, akafariki du. Dal bidalalati lijma'i, kwa kuonesha makubaliano ya wanazuoni wote. Ka hadithi man shariba al-khamra fajliduhu fa in aada fi ar-rabi'ati faqtuluhu. Iko hadithi nasema man shariba al-khamra fajliduhu thumma in shariba fajliduhu thumma in shariba fajliduhu fa in aada fi ar-rabi'ati faqtuluhu. Atakaye kunywa pombe mpigeni mijeledi, kisha akinywa mpigeni mijeledi, kisha akinywa mpigeni mijeledi, kisha akinywa mara ya 4 muweni.
hadithi hii wamekubaliana na wanazuoni wote kwamba imefutwa, haifanyi kazi sheria. Hakuna hukumu ya kumuua mlevi. Mlevi hauliwi. Mwizi ipo hukumu ya kumkata mkono. Mzinifu iko hukumu ya kumpiga bakora, na iko ile ya kwamba apigwe mawe akiwa yumo kwenye ndoa. Lakini hukumu ya mlevi kumuua hakuna. Kwa hivyo ijma'i wanazuoni wote wamekubaliana kwa hadithi hii ni mansukh, haifanyi kazi. Qala Nawawi, ukasema Nawawi, dalla al-ijma'u ala naskhihi, yameonesha makubaliano wanazuoni kufutwa kwake. Walijma'u, na makubaliano wanazuoni la yansakhu, sio wanayofuta, wala yunsakhu, wala yafutwi, walakin yadullu ala nasikhin, lakini anaonesha kwamba kiko kitu kimeifuta sheria. Pengine hawakuweza kukiona moja kwa moja, lakini wamekubaliana kwamba kiko kitu kimeifuta sheria. Kwa hivyo wakakubaliana kwamba sheria hii imefuta. Hiyo ndio hoja ya tatu katika mambo ya nasikhi na mansukh. Asharu musannafati fi, ya nne hiyo. Asharu musannafati fi, mashuhuri vilivyotungwa katika fani ya nasikh na mansukh min alhadithi. Kuna kitabu kinaitwa Al-I'tibaru fi an-nasikh wal mansukh min al-athari li Abi Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Hicho kitabu ukikitafuta, Al-I'tibar, mazingatio, fi an-nasikh wal mansukh min al-athari, katika kilichofuta na kilichofutwa katika dondoo za Mtume sallallahu alayhi wasallam, li Abi Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi, ndio anaandika kitabu. Na kitabu kingine An-Nasikh wal Mansukh li Imam Ahmad. Nasikh na mansukh cha Imam Ahmad, anaonekana yeye kaingia kila mahala, kaingia kwenye aya, kwenye hadithi katika kitabu hiki. Pana. Na tajridu la hadithi al-mansukha, kuzitakasa au kuziepusha hadithi zilizofutwa, Ibn al-Jawzi, cha Ibn al-Jawzi, kuzihalisisha ukaziweka peke yake